Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mazungumzo ya nyuklia ya Marekani na Iran yameisha bila makubaliano. Iran imefanya mazungumzo na Marekani na yalikuwa ni mazungumzo marefu huko mjini Geneva, huku hofu ya vita vya kikanda ikiongezeka kutokana na ongezeko kubwa la majeshi ya Marekani. Mazungumzo ya saa kadhaa kati ya Iran na Marekani kuhusu mpango wao wa nyuklia wa Tehran yamekamilika mjini Geneva bila makubaliano ya mwisho, na hata hivyo wapatanishi wamesema kulikuwa na maendeleo muhimu katika mazungumzo hayo. Kutokuwepo kwa makubaliano kumeacha hatari ya mzozo wa kijeshi ikiendelea kutanda katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Abdul Said, ambaye alisimamia mazungumzo hayo, alisema kulikuwa na maendeleo makubwa bila kufafanua vipengele vilivyokubaliwa. Oman imeendelea kuwa mpatanishi muhimu kati ya Tehran na Washington kwa miaka mingi. Kauli yake imeongeza matumaini kuwa njia ya diplomasia bado ipo wazi. Hata hivyo, kabla ya kumalizika kwa mazungumzo hayo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kuwa Tehran itaendelea kurutubisha urani. Iran imekataa pendekezo la kuhamisha urani yake nje ya nchi na kusisitiza kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa. Hali hiyo inaonyesha kuwa bado kuna tofauti kubwa kati ya pande hizo mbili. Rais wa Marekani Donald Trump anachotaka ni makubaliano yatakayodhibiti kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Pia amesisitiza kuwa Iran inapaswa kujadili mpango wake wa makombora ya masafa marefu na msaada wake kwa makundi yenye silaha katika eneo hilo. Kwa upande wake, Iran imesema iko tayari kujadili nyuklia pekee. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alieleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa miongoni mwa yaliyo makali na marefu zaidi kuwahi kufanyika. Alisema baadhi ya masuala yamepata mwafaka huku mengine yakiendelea kuwa na tofauti. Hata hivyo, hakutoa maelezo ya kina kuhusu vipengele ambavyo vimekubaliwa kati yake na Marekani. Mazungumzo ya kiufundi hata hivyo yanatajwa kufanyika huko Vienna. Abdul Said alitangaza kuwa kutakuwa na mazungumzo ya kiufundi yatakayofanyika wiki ijayo mjini Vienna. Majadiliano hayo yatahusisha wawakilishi wa ngazi ya chini pamoja na wataalamu wa nyuklia. Vienna ni makao makuu ya shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia IAEA, taasisi yenye jukumu la kusimamia shughuli za nyuklia duniani. Wakala huo wa Umoja wa Mataifa unatarajiwa kuwa kiungo muhimu katika kusimamia utekelezaji wa makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Bila ushiriki wake itakuwa vigumu kuhakikisha uwazi na ufuatiliaji wa shughuli za nyuklia za Iran. Hivyo mazungumzo ya kiufundi yanaonekana kuwa hatua muhimu kuelekea makubaliano mapya kati ya Iran na Marekani. Wakati huo huo, hakuna kauli rasmi iliyotolewa mara moja na ikulu ya Marekani kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo. Hata hivyo, duru za habari zimenukuu maafisa wa Marekani wakisema mazungumzo yalikuwa chanya. Hali hiyo inaashiria kuwa mlango wa mazungumzo bado haujafungwa. Mazungumzo haya yanafanyika wakati Marekani imerundika meli za kivita, ndege za kivita na manowari katika eneo la Ghuba. Hatua hiyo imezua hofu ya uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi iwapo diplomasia itashindwa. Iran imeonya kuwa mashambulizi yoyote yataleta majibu makali iwapo Marekani itachukua hatua za kijeshi. Iran imesema kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo zitakuwa shabaha halali. Hilo linaweza kuhatarisha maisha ya maelfu ya wanajeshi wa Marekani waliopo Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Iran. Mazungumzo ambayo yanaonekana kuleta mwafaka, lakini ni mazungumzo ambayo pia yatafanyika wiki ijayo huko Vienna. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.